الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halifa mtukufu yadhahullahu taala bin Asal Aziz anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam ameandika sehemu moja kwamba katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amesema kwamba pamoja na imani kufanya vitendo vizuri pia ni muhimu, na vitendo vizuri ni vile vitendo ambamo ndani yake ufisadi haupatikani hata kidogo. Kumbukeni vitendo juu ya vitendo vya manadamu wezi wanapatikana, na hawa wezi ni kina nani? Yani mwizi wa kwanza ni kwamba mtu anapofanya kazi kwa ajili ya kuwaonyesha watu wengine, yani kwa kufanya kitendo anafurahi moyoni mwake, yani furaha yake inakuwa ya aina hii kwamba anafurahi kwamba amefanya vitendo kwa ajili ya kuonyesha watu wengine. Vile vile dhambi na maovu mbalimbali anayofanya, kwa sababu ya vitu hivi vitendo vinapotea. Vitendo vizuri ni vile vitendo ambamo dhulma, kibri na kuwa na wazo la kuyanganya haki za wanadamu haipatikani. Yani mtu asiwe na wazo wala fikira ya kunyang'anya haki za wanadamu. Kama mtu anasalimika huko akhera kwa sababu ya vitendo vyake, vile vile duniani pia anasalimika kwa sababu ya vitendo vyake vizuri. Yani vitendo vyake vizuri vinamsaidia katika dunia hii. Anapofanya vitendo vyake vizuri duniani, hisabu yake, ujira wake atapata katika akhera. Vile vile katika dunia pia atapata ujira wake, au vitendo vyake vinampatia ujira kesho katika akhera, au vinampatia adhabu. Na maana yake ni hii pia kwamba ikiwa mtu anafanya vitendo vizuri, bila shaka vitendo hivi vinaifanya maisha ya dunia hii iwe pepo kwa ajili yake. Amesema ikiwa mtu mmoja anapatikana nyumbani anayefanya vitendo vizuri, basi nyumba ile inasalimika. Mujue kwamba madamu nyinyi hamfanyi vitendo vizuri, imani yenu haitafaa hata kidogo. Amesema Sayyidina al-Islam kwamba kuwa na nia halisi na kwa kuwa na ahadi halisi mtu anatakiwa afanye vitendo vizuri, yani ahidi kwa moyo safi. Sayyidina al-Islam kwa kutoa mfano wa imani na mti amesema kwamba imani mfano wake ni kama mti, na kwa kupata faida kutoka katika mti, hata mti mzuri, tunalazimika kuangalia ule mti, ndipo ule mti unaleta faida na unabaki hai wakati unapoangaliwa vizuri. Vile vile kwa ajili ya kukamilisha imani vitendo vizuri vinahitajika. Na kwa kupitia vitendo imani inatakiwa iboreshwe, kwa sababu bila hii, kwa kuwa na hali kwamba mtu anakuwa na dai ya imani, hawezi kuitwa mwaminio halisi ikiwa hana vitendo vizuri. Bila vitendo vizuri mtu ni sawa na ule mti ambao matawi yake yanakatwa na matunda yake yanaangushwa na yanaharibiwa.
na ule mti matawi yake yanakatwa na watu hawapati kivuli kutoka katika matawi yake. Mti ambao mizizi yake inakuwa imara sana ardhini, ikiwa hapewi mbolea उसकी निकलने वाली कॉम्पलों और शाखों na matawi yake pia yanapokatwa, basi polepole mti ule utakufa. Mizizi yake yenye imara haitamfaa hata kidogo. Hata kama ukibaki hai kwa muda ऐसे kadhaa, से महरूम mti ule unaokuwa से आरी दरख्त bila matawi na bila matunda, hakuna atakaiangalia ule mti utakuwa bila matawi na bila matunda, bila kuwa na mvutano wowote. उस खूबसूरत Kila moja ataangalia ule mti na atavutika upande wa ule mti unaokuwa na matawi yake na matunda yake, na unawavuta watu. वक्त पर Na ule mti unaleta matunda na maua katika msimu wake, na unapatia kivuli katika msimu wa joto, basi ule mti utapendwa na watu. बेशक ईमान Bila shaka imani mfano wake ni kama mfano wa mzizi. बेशक Bila shaka Muislamu anadai kwamba imani yangu ni imara sana, इसका इजहार हम अक्सर na tunaona Waislamu wengi wanadai madai ya aina hii, na wanakuwa na ghaira ya dini pia. बहुत से लोग Kwa jina la Islamu wanakuwa tayari kutoa nafsi zao. Siku hizi makundi mbalimbali yanapatikana katika dini tukufu ya Islam, अपने ईमान na wote wanadai kwamba wana imani madhubuti sana. लेकिन क्या इस खूबसूरत Lakini je, wao wanafanana na ule mti mzuri wa bustani ambayo inawafaidi watu? लोग उसकी खूबसूरती देखकर Je, wanafanana na ule mti ambao kwa kuona uzuri wake watu wanavutika upande wake? जितनी शिद्दत से ये मतलब Kadiri hawa magaidi दीन के नाम पर शिद्दत पसंद kwa jina la dini wanaonyesha ghara yao, उसी शिद्दत से sawa na ile nguvu yao na ile hali yao, dunia inaendelea kuwa mbali na Islam. Ile dini ambayo alileta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dini ile kwa kuwa watu maadui iliwafanya kuwa marafiki शदीद मोहब्बत में गिरफ्तार sana, hata walikuwa wapendwa, na ilikuwa athari ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam मुसलमान kwamba wakati fulani utawala wa Waislamu ulipoona kwamba siku hizi au wakati ule hawawezi kupambana na utawala wa Rome, na katika eneo lile ambapo Wakristo na Mayahudi walikuwa wengi sana, Waislamu wakaamua kuacha ile eneo. यहूदी Katika hali hii Mayahudi na Wakristo wote walikuja kusindikiza wanajeshi wa Waislamu, na wakati walipokuwa wanasindikiza walisema kwamba tunafanya maombi kwamba nyinyi mutawale eneo letu hili tena, ताकि तुम्हारे ili sisi दार से tuendelee kupata faida kutoka katika kivuli chenu na kutoka katika matunda ya mti wenu, na faida muliotupatia sisi hatuwezi kupata faida hii kutoka katika serikali yetu ya Ukristo. मुसलमानों की Wakati ule Waislamu waliheshimiwa kwa sababu ya hii kwamba pamoja na imani yao kila kitendo chao kilikuwa chenye kuwapatia faida watu wengine. के दावे Hazur anasema basi kwa kudai kwamba mtu ana imani sana na ana mzizi imara haitamfaa wala haitaleta faida yoyote mpaka आमाल सालिया की mpaka anakuwa na matawi mazuri na matunda mazuri ya vitendo vyake vizuri, na matawi haya hayaleti faida kwa ajili ya wengine. सूरती
uzuri huu na baraka hii inapopatikana dunia pia inavutika na inakuja chini ya mti ule, na kwa ajili ya kulinda mti ule wanafanya juhudi. अल्लाह ताला ने ndiyo maana mwenyezi mungu anamwambia kila mwislamu kwamba asiboreshe imani yake tu, bali kila sehemu alipoeleza kuhusu imani aliunganisha vitendo vizuri pia pamoja na imani, kwamba waislamu wanatakiwa wafanye vitendo vizuri pia. na kwa ajili ya kupata hali hii mwenyezi mungu anatuma mitume wake, ये हालत na hali hii inapatikana ndani ya waislamu wakati ule, wakati watu wanapojiunga na imamu wa zama ile. kama nilivyosema, kuna makundi makubwa siku hizi ambayo kwa jina la dini na kwa jina la imani wanasema kwamba wana mizizi yenye imara sana, लेकिन lakini हो क्या रहा है, wanafanya nini? इनकी ना सिर्फ wao wanachukiana wenyewe kwa wenyewe, na kwa ajili ya kuonyesha ubora wao makundi haya yanadhulumiana जुल्म से na wanatumia njia zote za dhulma kwa ajili ya kuonyesha ubora wao. गैर hata kwa kuona hali yao hii, wasiokuwa waislamu इनकी वजह से wanaendelea kuwa na haufu kutoka katika dini tukufu ya islam, जिसने wanaendelea kuwa na haufu katika dini ambayo iliwaleta maadui karibu kwa sababu ya mapenzi na upendo, na wakawa na hali hii kwamba walikuwa tayari kupambana na maadui pamoja na kujiunga na waislamu. खुद Lakini kinyume chake, hali inayopatikana siku hizi ni aina hii kwamba waislamu kwa sababu ya kutokuwa na vitendo vizuri inaonyesha hali ya kulubu shatta, yani mioyo yao ni tofauti, आज umoja haupatikani ndani yao. तस्वीर पेश करना Basi siku hizi kuonyesha vitendo vizuri na kufanya vitendo vizuri ni jukumu la kila mwanajumuiya ambaye amepokea imamu wa zama hizi. मुस्लिम की जमात Ni jumuiya ya sinama alayhi salatu wassalam pekee, ule mti uliopandwa na mwenyezi mungu, mizizi yake ni imara, matawi yake pia ni mazuri na yenye matunda, जो दुनिया को अपनी तरफ na mti huu unavuta dunia upande wake. ये है Hii yote ni kwa sababu ya hii kwamba sayyidna ahmad alayhi salatu wassalam alitufundisha mafundisho sahihi ya dini tukufu ya islam, हाँ हजरत सल्लल्लाहु na alituonyesha jinsi gani na namna gani tunaweza kufuata mfano mwema wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam, na alituelezea umuhimu wa mfano mwema wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. बस Basi ni jumuiya ya ahmadia pekee duniani ambayo mizizi yake ni imara na matawi yake na matunda yake ni mazuri, जो दुनिया को ambayo अपनी तरफ mti huu unavuta dunia upande wake. Kwa kuona mti huu katika kila eneo na kila pembe ya dunia, watu wanasema kwamba hii ni islamu ya aina gani ambayo nyinyi mnaeleza. बेशुमार वाकयात Halifa mtukufu anasema kwamba matukio mengi yanapatikana siku hizi kwamba kwa kuona uzuri wa dini tukufu ya islam watu wanashangaa sana. Katika sehemu moja ya Afrika msikiti ulikuwa unafunguliwa, chifu wa pale aliyekuwa mkristo, yeye pia alialikwa katika ufunguzi wa msikiti, भी शामिल हुए na yeye aliposhiriki akasema kwamba mimi sikuja hapa kwa sababu ya mapenzi yenu, bali mimi nilikuja kushuhudia kwamba katika zama hii hawa ni waislamu wa aina gani ambao katika ufunguzi wa msikiti wamewaalika wakristo na watu wengine wasiokuwa waislamu. हाँ आकर ये देख Baada ya kuja hapa mimi nimeshangaa zaidi kwamba hapa watu wa dini mbalimbali wamealikwa और अहमदी खुद भी na wanajumuia wanaonyesha hulka njema za aina hii kwamba mfano wake haupatikani duniani.
hawa wanajumuia wanakutana na kila mtu, awe mdogo mkubwa, mtajiri maskini, wanamkaribisha kwa moyo sana. और ऐसे ताल्लुकात हैं और ऐसे आला अखलाक हैं जिनका मुजाहरा ये hawa wanaonyesha hulka za aina hii कहीं भी देखने में नहीं आता. kwamba mfano wake haupatikani duniani. Yule chifu akasema kwamba misikiti ya aina hii na islamu ya aina hii dunia inahitaji siku hizi. Yule chifu akasema kwamba dhana ambayo nilikuwa ninayo baada ya kuona mfano wa leo, dhana ile imeondoka, imefutika. Na zaidi ya hii akasema kwamba nyinyi hamkutupatia msikiti mpya, bali nyinyi umetupatia uhai mpya kwa kujenga msikiti hii, na umetuonyesha njia nzuri za maisha. Hazur anasema basi huu ni mti kwao. Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu kwamba mizizi yake inakuwa imara ardhini, na kwa sababu ya imani na vitendo vizuri अगर इंसानों को जो दरख्तों से मिसाल दी जाए तो इनकी mti huu wa wanadamu matawi yake yanakuwa juu sana. Basi kama nilivyosema kwamba kwa sababu ya imamu wa zama hizi ni jukumu la kila mwanajumuiya, au kwa sababu ya kujiunga na imamu wa zama hii ni jukumu la kila mwanajumuiya, kwamba pamoja na kuiboresha na kuimarisha imani, wawe mti wenye matawi na matunda, na yawe majani ya matawi, na yawe maua ya ule mti, जो दुनिया को ना सिर्फ na mti ule usionekane ni mzuri tu, bali mti ule ulete baraka na faida kwa ajili ya watu. Pengine मानो यकीन में kukamilika katika imani na yakini bila kuwa na vitendo vizuri haileti maana wala faida yoyote. Kama nilivyosema, kwa kidhahiri मानो यकीन में कामिल दुनिया के watu जो लोग हैं wa dunia ambao wamekamilika katika imani na dini, wao wanadai kwamba wamekamilika katika dini na imani, lakini लेकिन wao wanakuwa sababu ya kuwapoteza watu. Sisi wanajumuiya tunaweza kutimiza haki ya kuwa wanajumuiya wakati अपने kwa sababu ya vitendo vyetu vizuri upande zote आला अखलाक tutaonyesha hulka njema, wakati katika mtaa wetu, katika mji wetu, katika nchi yetu. Kwa sababu ya vitendo vyetu vizuri tutaonyesha uzuri wa dini tukufu ya Islam. हर किस्म के फसाद Tutajiepusha na ufisadi wa kila aina na kuwa na tabia ya kusengenya na kuwa fedheha wengine na kutokuwa na rehema, au kwa kufanya ihsani hatutasema kwamba tumefanya ihsani, na sisi tutajiepusha na tabia za aina hii, na tutaonyesha hulka njema. कुरान करीम Qur'ani tukufu mara kwa mara inatukumbusha kuhusu hulka njema na kuhusu kufanya vitendo vizuri. बाज लोगों को आदत Hazur anasema kwamba watu wengine wanakuwa na tabia hii kwamba kwa sababu ya shauku ya muda au jazba ya muda wanafanya ihsani, lakini baadaye wakati fulani wanasema kwamba walifanya ihsani hii na hii na hii, au wanategemea baada ya kufanya ihsani kwamba wapate ujira wa ihsani yao katika hali hii kwamba yule aliyefanyiwa ihsani awe mtumwa wao. जेर एहसान Ikiwa yule aliyefanyiwa ihsani hafanyi sawa na matarajio yao, basi wanaanza kumsumbua na kumdhulumu. Haya si mafundisho ya dini tukufu ya Islam. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani tukufu, ya ayyuhallazina amanu ना अमन la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, मनने वाला ज़ा yani enyi walioamini msipoteze sadaka yenu kwa kusema kwamba umefanya ihsani au kwa kuwaudhi watu, kwa sababu vitendo vya aina hii wanafanya wale watu ambao hawamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhera, na wale ambao imani yao ni ndogo na hata hawana imani. अल्लाह ताला ने
mwenyezi mungu katika qurani tukufu sehemu chungu mzima katika aina mbalimbali katika njia mbalimbali amemsihi mwaminio kwamba pamoja na imani vitendo vizuri pia vinahitajika na faida yake ni chungu mzima. Basi ikiwa pamoja na vitendo vizuri mwaminio दूसरों के लिए anakuwa mwenye नफा रसां वजूद kuwapatia faida wengine, vile vile pamoja na hayo anakula matunda yake mwenyewe pia. Kwa mfano मसलन wale wanaomini na wanafanya vitendo vizuri kwao mwenyezi mungu anasema कि ये लोग अल्लाह ताला की hawa ni watu watakaopata ghufira na msamaha wa mwenyezi mungu. Hawa ni watu watakaopata madaraja makubwa huko peponi na watakuwa katika pepo ambamo mito itatiririka na watatawala mito ile. Kisha anasema mwenyezi mungu ईमान के साथ wale wanafanya vitendo vizuri pamoja na imani ऐसे ऐसे बड़े watapata ujira ambao hamwezi kufikiria kuhusu ule ujira, ईमान का दावा आसन kwa kuwa nadai kwamba mtu ana imani haiwezi kumpatia ujira mwema, bali anapofanya vitendo vizuri basi anapata ujira mema, atapata pepo na atapata ghufira kutoka kwa mwenyezi mungu. Kisha amesema mwenyezi mungu kwamba pamoja na imani wanafanya vitendo vizuri, खुदा ताला mwenyezi mungu atawapatia riziki halali. Riziki hii ni riziki ya dunia na vile vile riziki ya akhera. Wanafanya vitendo vizuri hawatakuwa na haufu, watakuwa katika amani na usalama, किसी किस्म की परेशानी hawatakuwa na wasiwasi aina yoyote, wala si wasiwasi ya dunia wala ya akhera, kwamba hawatakuwa na wasiwasi haufi kwamba hawakufanya vitendo vizuri, bali mwenyezi mungu atatuliza mioyo yao na wao hawezi kuwa na haufu, kwa sababu wale wanafanya vitendo vizuri kwa ajili ya ridhaa ya mwenyezi mungu. हर Baada ya kufanya vitendo अल्लाह ताला की wanakuwa wapendo wa mwenyezi mungu. Kisha mwenyezi mungu anasema sehemu nyingine, innal lazina amanu waamilu salihati सालिहात sayajalu lahum rrahmanu wudda, bila shaka wale walioamini ईमान लाते हैं na kufanya vitendo vizuri mwenyezi mungu kwa ajili yao ataleta wudh maana yake ni kwamba mapenzi ya hali ya juu, si mapenzi ya juu juu, bali mapenzi ya hali ya juu, ऐसा मजबूत ताल्लुक na watakuwa na uhusiano ambao hautakatika. बल्कि इस तरह का गहरा ताल्लुक जिस तरह किला जमीन पर गाड़ दिया जाता है मजबूत हो जाता है, इसी तरह वो गाड़ दिया जाए। इस तरह ये प्यार Na hivi mapenzi yatapatikana mioyoni mwao. Basi maana ya aya hii ni hivi kwamba ईमान और अमाले से wale wanakuwa na imani thabiti na wanafanya vitendo vizuri अल्लाह ताला kwa ajili ya waaminio wa aina hii, अपनी atatia mapenzi yake vizuri अल्लाह ताला से na wao watampenda mwenyezi mungu. और फिर वो Kisha wao katika imani na vitendo vizuri wataendelea kuimarika zaidi. या ये Au maana yake ni hii kwamba mwenyezi mungu mwenyewe atawapenda hawa waaminio ya aina hii, kwamba mapenzi yake hayatapungua hata kidogo. Basi ikiwa mapenzi ya mwenyezi mungu yakipatikana moyoni mwa mtu au mwenyezi mungu akiwapenda waaminio kiasi hiki kwamba kama moyoni mwa mwenyezi mungu mapenzi yao yamepatikana, basi hakuna mtu mwenye bahati mzuri zaidi kuliko mtu wa aina hii. Huyu mtu anakuwa sawa na mti ule unaoleta faida kwa ajili ya wengine, kwa sababu kila kitendo chake kwa sababu ya mapenzi ya mwenyezi mungu kinakuwa cha aina hii kwamba kinavuta ridhaa ya mwenyezi mungu na kinawafaidi wengine. Kisha aya hii ina maana ingine hii pia kwamba ईमान लाने mwenyezi mungu और अमाले साले
katika mioyo ya wale wanaamini na wanafanya vitendo vizuri atatia mapenzi ya wanadamu pia. Basi mwaminio mkweli hawezi kufikiria kwamba aweze kumuudhi mwanadamu mwenzake. बनी नौ इंसान से mapenzi haya ya kuwa na wanadamu wengine की मोमन उसे yanamtaka kwamba mtu awe na fikira ya kuwapatia faida wengine. kama nimeshawahi kueleza kwamba ikiwa kitu hiki kinapatikana ndani ya waislamu, katika hali hii hawawezi kunyang'anya haki za wengine au kuwadhulumu wengine दूसरों को भी au kuwaua wengine. हुकूमतों में भी हैं hii tabia ambayo inapatikana ndani ya serikali pia na ndani ya waislamu pia, na siku hizi wanapatikana wengi. basi hali hii haitapatikana. अल्लाह ताला की hii yote inatokea kwa sababu watu hawafuati mafundisho ya mwenyezi mungu. lakini dhulma ni kwamba dhulma hii yote inatendewa kwa jina la mwenyezi mungu, lakini mwenyezi mungu anasema kwamba mueneze mapenzi na upendo पैदा करो na में गड़ जाए mueneze mapenzi ambayo yanaleta athari mioyoni mwa watu, na muwe wenye kuleta faida kwa ajili ya wengine. basi ikiwa की mafundisho yanafuatwa kisawasawa, ये दुख dhulma na usumbufu unapatikana hauwezi kupatikana, तसव्वुर bali dunia itakuwa na wazo nzuri ya dini tukufu ya islam. kisha aya hii inaweza kuwa na maana hii pia kwamba दिल में मुसलमान katika mioyo ya watu mapenzi ya waislamu ताला यकीनन yapatikane, na mwenyezi mungu anaweza kufanya hivi. लेकिन lakini kwa ajili ya kupata hali hii pamoja na imani, amesema kwamba vitendo vizuri pia vinatakiwa vifanywe. kama nilivyosema, पहले waislamu wa zamani ये मोहब्बत ही थी उनके लिए लोगों के दिलों ilikuwa mapenzi mioyoni mwa watu kwamba और यहूदियों के दिल में भी पैदा की थी wakati walipokuwa tayari kuondoka wale wakristo na mayahudi walifanya maombi kwa ajili ya wale waislamu. hata historia inasema kwamba mayahudi walisema tupo tayari kufa, lakini hatutawaruhusu mayahudi waingie katika eneo letu, bali nyinyi mubaki katika eneo letu. na hii ilikuwa kwa sababu ya hii kwamba wao walikuwa na vitendo vizuri, na kwa sababu ya hii waliwavuta watu kwenye mti huu mzuri, na dunia ilipata faida kwa kuwapitia wao. siku hizi ni jukumu la watumishi wa sainam alahi salatu wassalam kwamba pamoja na kuimarisha mizizi ya mti huu wafanye vitendo vizuri, na kwa sababu ya vitendo hivi wawe matawi na majani ya mti, na kwa sababu ya hii dunia iweze kuvutika upande wa mti huu, na mti huu uweze kupata faida dunia hii. मोहब्बत करने वाले sisi tuweze kumpenda mwenyezi mungu, na sisi tuweze kupata mapenzi ya mwenyezi mungu pia. sisi tuweze मोहब्बत kuwapenda wanadamu, नौ इंसान na vile vile tuweze kuwavuta hawa watu pia upande wetu, kwa sababu bila hii अलैहिस्सलाम की बैत में आने के मुताबिक hatuwezi kutimiza lengo la kuja katika bayati ya sayyidina alahi salatu wassalam. sayyidina ahmad alahi salatu wassalam katika maandiko yake, katika hafla zake ametukumbusha kuhusu hii kwamba अपने अमाल सालिह को muzingatie vitendo vyenu vizuri, muzingatie amali zenu, mufanye amali ambazo ni vizuri, ambazo zinakuwa sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu, जो दुनिया ambazo zinawatoa dunia katika usumbufu. sasa nasoma baadhi ya maandiko ya sayyidina alahi salatu wassalam mbele yenu. sayyidina alahi salatu wassalam alisema safari moja, यानी अपनी आपके wakati alipokuwa na
ameeleza kwamba mafundisho yangu ni nini na mnatakiwa mfanye nini. Amesema katika jumuiya yetu anaingia yule ambaye anafuata mafundisho yangu और अपनी हिम्मत na sawa na juhudi yake anafuata mafundisho haya, lakini yule ambaye kwa kupewa jina hafanyi sawa na mafundisho akumbuke kwamba mwenyezi mungu amenuia kwamba atengeneze jumuiya maalum. जो दरअसल जमात में नहीं है, Yule mtu hayupo katika jumuiya kwa sababu kwa kujiandikisha jina mtu hawezi kubaki katika jumuiya, kuhesabiwa katika jumuiya yangu. और कोई आदमी जो मेरा ख्याल यहाँ लिखा गया, जो आदमी दरअसल जमात में है, जो दरअसल जमात में नहीं है, Katika maisha yake mtu wa aina hii atapata wakati ना कोई वक्त ऐसा आ जाएगा kwamba ataacha jumuiya hii. Kwa hiyo sawa na uwezo wenu माल को mufanye vitendo vyenu sawa na mafundisho ninayoeleza mbele yenu. माल परों की तरह Vitendo ni sawa na mabwawa. इंसान Bila kufanya vitendo vizuri kwa ajili ya kupata daraja ya kiroho mtu hawezi kuruka को हासिल wala hawezi kupata madaraja ya hali ya juu इनके नीचे ambayo mwenyezi mungu ameweka chini ya mabwawa haya. Ndege wanakuwa na ufahamu ikiwa hawatumii ufahamu hawawezi kufanya kazi. Kwa mfano katika nyuki, ikiwa hakuna ufahamu nyuki haiwezi kutengeneza asali. और इसी तरह vile vile तो जो होते हैं vile vile njiwa anayepeleka ujumbe इनको अपने फहम से na njiwe yule kwa kutumia ufahamu wanaruka na wanaenda mbali na wanapeleka barua. तरह पर परिंदों से vile vile ndege anatumiwa kwa ajili ya kazi mbalimbali mbali. Basi ikiwa mtu akitumia ufahamu wake na kabla ya kufanya kazi akifikiria kwamba je kazi hii ni chini ya ridhaa ya mwenyezi mungu au la, जब ये देख anapofikiria hivi anapoangalia hivi basi anatakiwa baadaye afanye kazi kwa mikono yake, asionyeshe uvivu. Baadhi wakati inatokea hivi kwamba taalimu inakuwa sahihi, lakini mtu kwa sababu ya ujahili wake na ujinga wake au kwa sababu ya shari au uongo wa mtu mwingine anadanganywa. इसलिए खाली उज़ैन हो Kwa hiyo mtu anatakiwa afanye utafiti kuhusu jumuiya kwa kuwa na roho safi. अपने की जगह फरमाया Kisha amesema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba kila mtu anatakiwa awe na hofu ya mwenyezi mungu, na kwa sababu ya hofu ya mwenyezi mungu atafanya mema chungu mzima. Yule mtu anayemwogopa mwenyezi mungu basi huyu ni mzuri, kwa sababu yeye kwa hofu hii anapata ufahamu wa kujiepusha na madhambi. तो अल्लाह ताला Watu wapo wengi ambao kwa kuona fadhila za mwenyezi mungu na baraka zake wanaona kwamba wao si kitu chochote na wanafanya juhudi ya kujiepusha na chuki yake na ghadhabu yake, na wapo wengine ambao wanajiepusha wanaogopa na ghadhabu yake. Wapo wengi wanaojidanganya na wanajiona kwamba wao ni wamchao mwenyezi mungu, lakini mcha mungu ni yule ambaye jina lake limeandikwa katika daftari ya mwenyezi mungu. इस वक्त अल्लाह ताला के इस Katika dunia hii mwenyezi mungu anasitiri, lakini siku ya kiyama तारीफ फरमा रहा है, wakati दिन जब पर्दादरी की तजल्ली हो vitendo vyake vitakapoonyeshwa, wakati ule hali halisi itaonekana. Wakati ule wengi watapatikana ambao duniani ni wanajiona kama ni wacha mungu, lakini siku ya kiyama watakuwa fasiki. Sababu yake ni hii kwamba हमारी अपनी तजवीज़ और करारदाद से नहीं हो vitendo vizuri hatuwezi kufanya sawa na wazo letu, bali vitendo vizuri ni vile ambavyo havina ufisadi ndani yake. Kama chakula kinakuwa kizuri wakati kimepikwa vizuri, haikuungua haikuchomeka, बल्कि bali kile chakula kinakuwa cha aina hii kwamba baada ya kula kinakuwa sehemu ya mwili. Vile vile katika vitendo vizuri ufisadi hautakiwi upatikane, yaani mfanye vitendo sawa na ridhaa ya mwenyezi mungu, viwe sawa na mfano wa mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uvivu usipatikane ndani yake,
बेशक ऐसा अमल हो ikiwa vitendo ni vya aina hii vinaitwa vitendo vizuri अहमर है। na kitu hiki ni kitu chenye thamani sana. आप फरमाते हैं Sayyidina alayhi salatu wassalam कि anasema kuhusu hii kwamba shetani namna gani anapoteza anawafuata waaminio kila wakati. kwa hiyo इस तमाम लोग kila mwaminio anatakiwa शैतान से अपने ईमान और अमाल सालिया को asalimishe imani yake na vitendo vyake kutoka katika shetani. Anasema sayyidina alayhi salatu wassalam kwamba shetani kwa ajili ya kumpoteza mwanadamu na kwa ajili ya kuharibu vitendo vyake anamfuata kila wakati, mpaka katika kazi ya mema pia anataka kumpoteza. शैतान Msione kwamba shetani hapotezi katika kazi ya mema, बुरा नहीं करता और किसी न na anajaribu kuleta ufisadi katika mema. Mtu anaposwali sala, na swala ni ibada, na katika इसमें भी रिया वगैरह कोई hii pia shetani anataka kuleta ufisadi ili mwanadamu aswali kwa ajili ya kuonyesha wengine. Hata yule anayeongoza sala anajaribu kumwingiza yule pia katika hali hii, lakini waaminio hatakiwi awe na hofu kwa sababu ya shetani, kwa sababu shetani anamshambulia जाहिदों पर mwenye fisadi kwa kidhahiri, lakini mtu mwema pia anashambuliwa na shetani, na kwa kupata nafasi shetani anamshambulia. Lakini wale wanakuwa chini ya fadhila za Mwenyezi Mungu na wanajua mashambulio ya shetani, wao kwa ajili ya kujiepusha na shetani wanafanya maombi. Lakini wale wanakuwa dhaifu, wao baadhi wakati wanakamatwa na shetani. Kisha kuhusu umuhimu wa vitendo, Sayyidina alayhi salatu wasallam anasema mwanadamu anaona kwamba kusema kwangu shahada kwa ulimi inatosha, au kusema kwamba astaghfirullah hii inatosha, lakini kumbukeni kusema kwa ulimi haitoshi. Hata kwa ulimi mtu akisema astaghfirullah mara 1000 au akisema tasbihi mara 1000 haitaleta faida kwake, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemfanya mwanadamu kuwa mwanadamu, si ndege. Hii ni kazi ya ndege, kwamba anasema kwa ulimi. Kazi ya mwanadamu ni kwamba anayosema mdomoni aseme kwa kufikiria, na sawa na kusema kwake afanye na atende कहो vitendo. Yani yoyote mnayosema mufuate kwa vitendo, होता जाता है lakini ikiwa mnasema kama ndege mujue kwamba mema haileti baraka unayosema kwa ulimi, mpaka mtu anafanya vitendo pia. इनमें कोई खूबी और बरकत Katika mema ya aina hii baraka haipatikani, kwa sababu yale ni maneno tu. Hata kama anasoma Qur'an tukufu na istighfar kwa ulimi, माल चाहता है basi Mwenyezi Mungu anataka vitendo, si maneno kwa ulimi. Ndio maana mara kwa mara amesema kwamba mfanye vitendo vizuri. Ikiwa vitendo vizuri havipatikani, hamwezi kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanasema kwamba leo siku kucha tumemaliza Qur'an tukufu, lakini wakiulizwa wamepata faida gani, wametumia ulimi lakini hawakutumia viungo vingine, हालांकि अल्लाह ilhali Mwenyezi Mungu ameumba viungo vyote ili vitumiwe. Ndiyo maana katika hadithi inapatikana kwamba watu wengine wanasoma Qur'ani tukufu na Qur'ani inawalaani, kwa sababu kusoma kwao inakuwa kwa ulimi tu, lakini hawafanyi sawa na amri za Mwenyezi Mungu. शख्स के अल्लाह ताला की कायम करता Yule mtu ambaye hafanyi vitendo vyake sawa na mipaka ya Mwenyezi Mungu anafanya mzaha, kwa sababu Mwenyezi Mungu hataki kwamba mtu asome tu asifanye vitendo. Kisha amesema Sinam al-Islam, ukumbuke vizuri kwamba maneno जुबानी ya ulimi hayataleta athari wala faida mpaka mtu afanye vitendo vizuri, पाऊं और दूसरे आज़ाद na afanye vitendo vizuri kwa kutumia viungo vyake, kama Mwenyezi Mungu kwa kutuma Qur'an tukufu से खिदमत ली क्या उन्होंने alimwambia masahaba wafanye vitendo. Je, masahaba waliona kwamba kusoma Qur'an tukufu inatosha au walifanya vitendo vizuri pia? Wao walionyesha utii na walichinjwa kama mbuzi, kisha yoyote waliopata ताला ने उनकी रिस्क na jinsi Mwenyezi Mungu aliwaheshimu, kitu hiki haikufichika na mtu yoyote. और फैजा Ikiwa mnataka kupata baraka na fadhila za Mwenyezi Mungu, basi mufanye vitendo vizuri, pengine mtatupwa kama kitu kisicho na maana. आदमी अपने घर की अच्छी Mtu yeyote hawezi kutupa nje fedha na dhahabu nje ya nyumba yake, bali
analinda vizuri, lakini mtu anapoona kama panya amekufa nyumbani kwake mara anamtupa nje. vile vile mwenyezi mungu anawapenda watu wema, anaongeza maisha yao, anaweka baraka katika biashara yao, na mwenyezi mungu hawapotezi. Na ikiwa nyinyi mnataka mwenyezi mungu awaheshimu kwa ajili yake, hii ni muhimu kwamba nyinyi muwe watu wema, ndipo mtaheshimiwa na mwenyezi mungu. wale watu wanamwogopa mwenyezi mungu na wanaheshimu mipaka yake, basi mwenyezi mungu anaweka tofauti baina yao na wengine. siri ya kupata baraka ni kwamba mtu ajiepushe na maovu. katika hali ya kikaa sehemu yoyote anaheshimiwa, anawatendea vizuri maskini na anawatendea vizuri majirani, na hafanyi kesi za uvongo wala hatoi ushahidi wa uvongo, bali anatakasa moyo wake na anavutika upande wa mwenyezi mungu, anamwelekea mwenyezi mungu na anakuwa walii wa mwenyezi mungu. amesema sinam alayhi salatu wassalam, si rahisi kuwa walii wa mwenyezi mungu, bali ni ngumu. kwa ajili yake hii mtu anatakiwa aache maovu mbaya na aache dhana mbaya. hii si rahisi, bali ni kazi ngumu. baadhi wakati inakuwa ngumu kuacha hulka mbaya. muaji anaweza kuacha kuwaua wengine, mwizi anaweza kuacha uizi, lakini mwenye hulka mbaya si rahisi kwake kuacha hulka mbaya. baadhi wakati mwenye kibri hawezi kuacha kibri yake, kwa sababu akiacha kibri yake atajiona kwamba yeye ni ndogo kuliko wengine. lakini hii ni kweli kwamba yule anayekuwa mdogo kwa ajili ya heshima ya mwenyezi mungu, mwenyezi mungu mwenyewe atamfanya kuwa mkubwa. kumbukeni kwamba mtu hawezi kuwa mkubwa mpaka yeye ajione sawa na wazo lake kwamba yeye ni mdogo. hii ni njia mojawapo. kwa sababu ya hii nuru inashuka moyoni mwa mwanadamu na anavutika kwa mwenyezi mungu. mawali wote waliopita duniani na watu wote wanapata madaraja duniani, wao walijiona kwamba wao ni wadogo zaidi kuliko sisimizi, na mwenyezi mungu aliwapatia madaraja waliokuwa wakistahili. kibri na hulka mbaya pia inakuwa na sehemu fulani ya shirki ndani yake. kwa hiyo anayefanya hulka hizi mbaya hawezi kupata fadhila za mwenyezi mungu, bali ananyimwa na fadhila za mwenyezi mungu. lakini yule anayekuwa mnyenyekevu anapata rehema ya mwenyezi mungu, baraka zake. kisha watu watatu walimjia sayyidina alayhi salatu wassalam waliofanya bayat. sayyidina alayhi salatu wassalam baada ya bayat aliwasihi kwa kusema kwamba mwanadamu baada ya kufanya bayat asijione kwamba silsila hii, jumuiya hii ni kweli, na kwa sababu ya hii anapata maarifa. kwa sababu ya kupokea tu mwenyezi mungu hafurahi mpaka mtu afanye vitendo vizuri. mujitahidi ikiwa umejiunga na jumuiya, muwe watu wema wacha mungu, mujiepushe na maovu ya kila aina, na mufanye maombi sana, muendelee kulia mbele ya mwenyezi mungu. wakati wa majaribio ghadhabu ya mwenyezi mungu pia inazidi. katika hali hii mufanye maombi na mutoe sadaka na mutumie ulimi vizuri na mufanye istighfar sana, mufanye maombi katika swala. kunikubali mimi haitampatia faida mwanadamu wakati kwa baada ya kukubali mimi anasahau majukumu yake. kisha anaposema kwamba hakupata faida kwa kupokea, basi kusema kwake haitaleta maana yoyote. kisha kwa kukumbusha kuhusu vitendo vizuri amesema sinam alayhi salam kwamba mkumbuke kwamba ikiwa nyinyi hamfanyi vitendo vizuri haitaleta faida kwenu kwa sababu ya kukubali. daktari anapoandika madawa, maana yake ni kwamba yule mgonjwa anunue madawa na atumie. ikiwa yeye hanunui, basi hawezi kupata faida. ikiwa nyinyi mmefanya tauba, mwenyezi mungu anataka kuona kwamba kiasi gani imepata faida kutoka katika tauba hii, na kwa sababu ya tauba hii mwenyezi mungu anataka kutofautisha baina yenu na wengine. mtu haangalii nafsi yake, anafanya dhulma, pengine mwenyezi mungu ni msamehevu na mrehemevu. kisha amesema sinam alayhi salatu wassalam, yule baada ya kujiunga na jumuiya hii
और मेरे साथ ताल्लुक इरादा wale wanaojenga uhusiano nami किताब वो नेक चलनी और नेक बख्ती और तक mradi wake ni kwamba wao wapate hali ya juu ya uchamungu na uovu usiwakaribie, waswali sala tano, wasiseme uvongo wala wasiwaudhi watu kwa ulimi wao, na wasifanye uovu aina wote, wasifikirie kuhusu ufisadi na fitina hata kidogo. हर एक किस्म के मासी और जुराइम और नाकर Ilmuradi kutoka katika maovu ya kila aina na dhana mbaya na mawazo mbaya wajiepushe na waache tabia ya aina hii, के पाक दिल बेशर wawe wenye mioyo safi na बंदे हो जाएं watu washukuwa na shari na wasiwe na hila mbaya. जो हमें Hizi ni nasaha tunatakiwa tuzingatie kila wakati. जो हमें मुस्लिम इस्लाम के Hizi ni nasaha. Kwa kufuata nasaha hizi zitatufanya kuwa matawi ya mti wa Sinam alayhi salatu wassalam, हमारे na kwa sababu ya kufuata nasaha hizi tutatimiza lengo la kujiunga jumuiya ya Sinam alayhi salam, na kwa sababu ya nasaha hizi zitatupatia mapenzi ya Mwenyezi Mungu, na kwa sababu ya nasaha hizi tutaivuta dunia upande wetu. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu atuingize pamoja na waaminio ambao kwa imani yao na kwa vitendo vyao wanatambuliwa na wanapata ukaribu na Mwenyezi Mungu. Hazur anasema baada ya swala ya Ijumaa nitaswalisha jeneza moja, हाजिर है इब्राहिम ni ya Bana Rashid Ahmad Khan Saheb, mwana wa Iqbal Ahmad Khan Saheb marhum. Alikuwa akiishi katika Inner Park London. Tarehe 16 wa Septemba katika umri wa miaka 91 amefariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alizaliwa katika bara la Hindi कादियान में Agra na alisoma katika Kadian. 1955 Mwaka 1955 alihamia Uingereza. Aliwahi kufanya kazi kuwa chief engineer mwaka 80. Katika mwaka 80 alistaafu. Wakati jumuiya ilinunua eneo katika Islamabad, halifa wa 4 alimteua kuwa in charge wa sehemu ile, na kule alifanya juhudi sana na aliishi kule. इसी जनाब को स्पेन Katika Spin Valley pia aliwahi kuwa katibu wa fedha kwa muda mrefu. Alikuwa mtu mwema sana. Baba yake Iqbal Muhammad Khan Saheb pia alikuwa mtu mwema sana. ने अपनी बेगम के नाम पर Alijenga misikiti pia kule Jamia Ahmadiyya Rabua. इनके बेटे Marehemu ameacha mke na mwana mmoja Shamim Ahmad. अल्लाह ताला Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amghofirie फरमाए और इनके na बेटे को भी amjalie mtoto wake pia aendelee kuitumikia jumuiya vizuri. Mwenyezi Mungu amjalie mke wake na mtoto wake subra. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.